nyinyi ambao mmetuzaa upya pengine Ahmed, kombe linaelekea msimu mwingine pia, kwa maana kwamba mpata kombe la Muungano, kuna kombe la ligi. Itoshe kusema hii ni taswira ya moja kwa moja kwamba Simba mmerejea upya katika ubora wenu na vikombe vitaendelea kurejea Msimbazi. Safari moja huanzisha nyingine. Ukiangalia misimu miwili iliyopita tulikuwa tunamaliza msimu bila kupata kombe la aina yoyote. Yaani katika makombe yote ambayo tunashiriki msimu ulikuwa unaisha bila kombe la aina yoyote. Hiyo haikuwa kwa bahati mbaya, ni kutokana pia na timu yetu haikuwa na ubora wa kutosha kuweza kuleta hayo. Msimu huu kuna mabadiliko kidogo na kuna utofauti mkubwa, ndio maana unaona na haishangazi kuiona Simba inapata kombe lake la kwanza, lakini kama haitoshi haishangazi kuona Simba tunaweza tukamfunga mtani katika mechi mbili mtawalia. Kwa hiyo ni picha halisi ya kwamba tunayo timu bora sana msimu huu ya kuweza kutupigania na kutuheshimisha. Kwa hiyo tumeanza na kombe la Muungano. Mimi naamini makombe mengine yanakuja, sababu kombe hili la Muungano limerejesha kitu muhimu ndani ya timu yetu, nacho ni confidence. Wachezaji sasa wanarejelea kwenye ile hali yao ya kujiamini ya kwamba tunaweza tukafanya moja mbili. Hata mashabiki vile vile wamerejea upya kwenye ubora wao wa kujiamini ya kwamba tuna uwezo wa kufanya moja mbili tatu. Pengine pengine hii inaweza kuwajengea confidence sasa kuelekea katika mchezo unaofuata tarehe 3 na mechi. Na hiyo ndio ushindi wetu mkubwa sisi, kwa maana ya confidence. Hicho ndicho ambacho tulikuwa tunakitafuta Zanzibar. Ilikuwa ni patapotea. Kama tungepoteza maana yake tungezidi kuwa demoralized, tungezidi kupoteana, lakini tukasema no, tuna timu nzuri, twendeni tukapambane. Tukishinda maana yake tutakuwa tumeamsha upya hali yetu ya kujiamini katika timu yetu. Kwa hiyo ushindi huu umeongeza hiyo hali ya kujiamini katika timu yetu. Ukishafungwa mara 5 mara 4 against mpinzani mmoja, kuna wakati unajiambia kwamba huyu mimi simuwezi. Lakini ushindi huu wa jana umewaambia wanasimba kwamba sisi huyu tunamuweza na tunamudu vizuri. Pengine Ahmed, jana tumeona refa kutoka Kenya akiwa ni mgeni. Tarehe 3 mnarejeana tena. Za chini inasemekana kwamba pia kuna marefa mengine kutoka Morocco. Nyie kama Simba mnaridhishwa na ujio marefa wa kigeni kwenye michezo ya dabi? Yes. Kwanza lazima niweke wazi, hayo ni makubaliano ya timu zote mbili, Simba na Yanga. Kwenye kikao tulichoketi mwaka jana tukakubaliana ya kwamba katika mechi za dabi waamuzi watoke nje ya Tanzania. Hii ni baada ya kujiridhisha ya kwamba waamuzi wetu hapa wana changamoto nyingi ndogo ambazo zinawafanya washinde kumudu mechi za dabi. Sio kama hawana uwezo, wana uwezo mkubwa, lakini wana hizo changamoto ndogo ikiwemo kutokuwa na hali ya kujiamini na kukwepa ama kuogopa lawama. Kwa tukakubaliana hivyo. Ndio maana mechi iliyopita ile alikuja mwamuzi kutoka Misri akachezesha, tukafungwa ile mechi, hakukuwa na malalamiko yoyote. Na haimaanishi kwamba hawa waamuzi wa nje hawana makosa. Wana makosa mengi vile vile na wenyewe, wana madhaifu mengi vile vile na wenyewe, lakini kidogo afadhali wana uwezo wa kutafsiri kila kitu kwenye na kuna wakati wana uthubutu wa kufanya vitu ambavyo sisi pengine watu wetu hawana. Hawa waamuzi sio kama hawalaumiwi kwenye ligi za kwao. Ndio maana dabi ya Cairo, kwa maana ya Zamalek na Al-Ahli, Al-Ahli wanataka waamuzi watoke nje ya Misri. Alafu sisi dabi ya Dar es Salaam tunakwenda kuchukua waamuzi kutoka Misri. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu waamuzi wetu wa ndani wameshindwa kuipa hadhi dabi. Mechi iliyopita ya dabi, nyote ni mashahidi. TFF iliamua kuwajengea uwezo waamuzi wa ndani, wakawapa mechi. Kila mmoja nakumbuka kilichofanyika. Goli halali kabisa. Hata line 1 angekuwa kipofu, ile goli angeliona na angesema ile goli. Lakini kwa makusudi ya wazi kabisa line 1 alikataa. Sasa ile inaturejeshia sisi, kwa mfano kama mechi ile ya dabi
ya kwanza wangechezesha dabi hii ya pili, wangeweza kupewa tena waamuzi wa ndani wakachezesha, kwa sababu tayari tuna evidence ya kwamba wamefanya vizuri mechi iliyopita, lakini mechi ile baada ya kupewa wakavurunga kwa makusudi. Sasa huwezi kuendelea kuwapa watu waendelee kufanya. Mwamuzi wa jana kutoka Kenya amefanya makosa mengi na yeye. Kwa mfano yule Mtanzania wa kuchovya alikuwa anapata kadi mapema tu za njano nyingi wa kuchovya, sijui umeelewa, lakini akamlealea hivyo hivyo akupewa kadi sawa, lakini akaja kuonesha utofauti wa yeye na waamuzi wetu, na hili watu lazima wakubali. Akaja kuonesha tofauti kwenye dakika ile. Mimi nina uhakika kwa 100% kwa uzoefu wangu wa zaidi ya miaka 15 kwenye mpira wa miguu, mwamuzi wa Kitanzania kwa dakika ile asingetoa penalti. Nina uhakika huo, lazima angelembalemba tu pale, lazima angelembalemba tu pale, angeogopa lawama, angeona sijui dakika zimeisha, yani angekuwa na fikra nyingi. Mwisho wa siku angeamua kupeta na sio penalti. Ni sawasawa na mwamuzi wa mechi yetu iliyopita, aliamua kwa makusudi ile mechi ishe sare, kwa sababu ikiwa sare hakuna upande ambao utalalamika sana kuliko mtu akifungwa. Kwa hiyo akaamua kuifanya ile mechi kuwa sare. Kwa hata hii mechi ya jana ingekuwa ni mwamuzi wetu hapa, nina uhakika kwa 100% angeamua kuifanya sare ile mechi, japo ilikuwa haina sare, lakini penalti ile angeikataa. Akili yake inamwambia acha nivumilie dakika moja niwapeleke kwenye matuta wakauane kwenye matuta. Lakini nimeona yule mwamuzi pamoja na madhaifu yake yote, lakini amefanya kitendo ambacho watu wetu wasingeweza kufanya. Akafunika tuta dakika ya 118, bado dakika moja penalti tumepata na Simba tumeshinda kihalali kabisa. Nyapara bado anaendelea kutamba ndugu yangu. Niliwaambia Chama amerudi na makombe yamerudi ndani. Chama ana DNA ya mafanikio ndani ya timu yetu. Utulivu wake, exposure yake na experience yake zinatusaidia sana Simba Sports kwenye kupata mafanikio. Hata ile penalti kama angekuwa ni mchezaji mwenye wahaka pale, maana yake baada mpira kupata ule alikuwa anapiga moja kwa moja, lakini Chama akatulia na mali. Mchezaji amekuja akamfinya yule, akaingia kwenye miguu ya Chama na ikawa penalti. Kwa hiyo ni utulivu wake wa hali ya juu umeendelea kuwa msaada mkubwa kwa Simba Sports, na ndio maana tunamwita Kingunge. Nyapara unaendelea kutamba gerezani hapa. Mechi ya jana haikuwa na ubora wa kufanya utulie na Orlando. Mechi ya jana ilikuwa ngumu kwa maana ya kwamba wapinzani wetu na wenyewe walikuwa bora sana kwenye kuna wakati walikuwa wanatushambulia, kuna wakati walikuwa wametuzidi, kuna wakati walikuwa wametukamata, kuna wakati unaona kabisa hapa tunafungwa, kuna wakati unaona hapa mambo leo ni magumu. Ilikuwa ni mechi ambayo imetawaliwa na mpishano tofauti na mechi ile ya kwanza. Mechi ya kwanza Simba tuliangalia kwa starehe kubwa kwa sababu tulimtawala pakubwa sana. Mechi ya jana ilikuwa tofauti, mpinzani naye alikuwa anajikamatua. Kwa hiyo mechi ilikuwa na pressure kubwa, hatukuangalia kwa raha. Tumekuja kufurahi baada ya penalti na tukafurahi zaidi baada ya goli. Unasema Sema mechi ya tarehe 3 ni mechi ambayo ilitolea macho na yenye maana kubwa sana. Sijui wao wanasemaje, watajua wewe wenyewe, lakini kwa lugha nyepesi tu hizo ni sizitaki mechi hizi. Wao walikuwa na mpango na kombe, hawana mpango na kombe. Sisi tumewafunga, hicho ndicho ambacho sisi tunajua.
lakini hatujamaliza. Tunakwenda kwenye mechi ya tarehe 3. Hiyo ndiyo mechi muhimu zaidi. Ahmed Stibaka kila namna ambavyo anafanya mabadiliko imekuwa silaha kwa Simba. Mechi zaidi ya 5 mabadiliko yake yameleta impact kubwa kwa Simba. Hii inaonyesha Simba na mwalimu wa kaliba gani anaweza kuwafikisha nchi ya hadi kwenye michuano mikubwa ya CAF. Kwa lugha nyepesi tu tunaweza kusema ya kwamba Steven Baka ndiyo kocha bora tulikuwa naye katika ligi ya Tanzania hivi sasa. Wala hauhitaji ramli, hahitaji calculations za desimali, wala hazihitaji chochote. Steven Baka ndiye kocha bora tuliyekuwa naye katika ligi ya Tanzania hivi sasa. Amedhihirisha hilo kwa ubora wake, amefanya hivyo tangu amekuja, na ameibadilisha Simba na kuifanya kuwa timu tishio na timu bora hivi sasa.